Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri. Ili eneo la Tairo la EPZA ni zaidi ya miaka 10 tangu nikiwa mbunge wa vijana nimekuwa nikilizungumzia. Wananchi wamelipwa fidia muda mrefu sana na serikali imekuwa kila siku mkisema mnalifanyia kazi. Hamuoni sasa kuna haja ya kuweka kwenye budget ya mwaka ujao wa fedha ili utekelezaji wake wa kuwekeza wa mama, vijana na wakazi wa Bunda waweze kupata ajira kutokana na uwekezaji wa malighafi zinazopatikana? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya serikali. Kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nipongeze pia Mheshimiwa Esther Bulaya ambaye ameongezea, lakini kama nilivyojibu Mheshimiwa mbunge Maboto kwamba tayari katika mwaka wa fedha 2025-26 ambao unakuja ndio utekelezaji utakapoanza, na ndio hoja msingi ambayo Mheshimiwa Maboto aliuliza. Lakini kuhakikishia Mheshimiwa Bulaya kwamba mipango ya serikali itatekelezwa kulingana na upangaji wa fedha, na tunaamini kwa mipango mizuri chini ya Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan awamu hii ya 6, maeneo mengi ni mashahidi ambayo yalikuwa yamekaa kwa muda mrefu yameanza kutekelezwa. Kwa hiyo ni kuhakikisha na hili pia litakuwa ni eneo ambalo Mheshimiwa Rais anaenda kuweka historia, kuhakikisha maeneo ya uwekezaji yote ambayo yamekaa kwa muda mrefu sana, kwa sababu fedha ilishafidiwa, wananchi wataenda kufaidika na uwekezaji katika maeneo haya. Nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Tunaendelea na Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Grace Victor Tendega, mbunge wa viti maalum, sasa uliza. Swali la mbunge linauliza, je, serikali ina mkakati gani wa muda mfupi wa kuhakikisha wananchi wa vijijini wanatumia nishati safi ya kupikia badala ya kuni na mkaa? Naibu Waziri Judith Kapinga anatoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 ambapo kwa sasa imetoa ruzuku ya 20% hadi 50% ya bei ya mitungi ya gesi ya LPG takriban 452,445 kwa watumiaji wa mwisho. Pia serikali kupitia REA itasambaza majiko banifu 200,000 yenye bei ya punguzo la hadi 75% pamoja na kuwezesha ufungaji wa mifumo ya nishati safi ya kupikia katika taasisi za umma zinazohudumia watu zaidi ya 100. Aidha, serikali imekamilisha kusambaza umeme katika vijiji vyote na inaendelea kuhimiza matumizi ya majiko ya kupikia yanayotumia umeme, ikiwa ni njia mojawapo ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi wa vijijini badala ya kutumia. Mheshimiwa Tendega. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu ya Mheshimiwa Waziri, nina maswali mawili ya nyongeza. Wananchi walio wengi hasa wanaoishi maeneo ya vijijini wamekuwa wakipata changamoto kubwa pale mitungi ya gesi inapoisha ili waweze kuongeza ile gesi. Na gharama hii ya mitungi ya gesi ambapo wanaongezea ni shilingi 55,000 au shilingi 25,000 kwa mitungi ile midogo. Kwa hiyo wananchi wengi wanapata changamoto kubwa sana. Je, kwa nini serikali isiongeze ruzuku ili hawa wananchi waweze kununua kwa ule mtungi wakati shilingi 30,000 na ule mtungi mdogo uwe shilingi angalau 10,000, wananchi wanaweza wakamudu? Lakini swali la pili, wananchi pia bado wanatumia kuni na mkaa katika maeneo mengi, na pamoja na kutumia hizo kuni na mkaa, haya majiko banifu Mheshimiwa Waziri uliyosema itakuwa ni mkombozi kwao, kwa sababu yatakuwa yanatumia kuni kidogo na mkaa kidogo. Lakini Mheshimiwa Waziri umesema mtaanza na majiko 200,000. Haya majiko 200,000 ni chini ya 5% ya wananchi wanaoishi katika kaya zile vijijini. Kwa nini serikali isiweze kuweka ruzuku angalau mkafikia 50% ya majiko banifu ili wananchi hao waweze kuyatumia? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa maswali mazuri ya Mheshimiwa na naomba niajibu kwa pamoja kama ifuatavyo. Nakubaliana na yeye kuhusiana na umuhimu wa kuendeleza ruzuku ili wananchi wa vijijini waendelee kupata majiko haya kwa bei rahisi zaidi. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, mkakati huu ni mkakati wa miaka 10 na ndio tumeanza. Kadri ambavyo tunaendelea, tayari kwa mfano sasa hivi tunao mkakati wa matumizi bora wa nishati ambao pia tunahusisha sekta binafsi kwa maana ya kuongeza mitaji,
kuweka model mpya za biashara kwa ajili ya kusaidia upande huu wa nishati safi ya kupikia. Kwa nimhakikishie kwa mikakati ambayo tunayo kwa miaka 10 hii tunaweza kufikia pale ambapo tumejipanga, kwa sababu mikakati iko mingi, na hapa ni mwanzoni tu, tumeanza na majiko 200,000, lakini huu ni mradi mmoja wa REA. Tunao wadau wengine, kwa mfano UNCDF ambao wamewekeza kwa teknolojia zaidi ya 7, na wenyewe tunaendelea, walianza na mikoa 4, na tuna invoke wawekezaji wengine vile vile waendelee kuja na teknolojia hizi na waende katika mikoa zisaidie, sio tu kwa upande wa LPG, lakini kwa upande wa matumizi ya teknolojia nyinginezo kwa ajili ya kupunguza gharama na kumrahisishia mwananchi ule wa kijijini. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, mikakati ipo. Hii tuliyosema hapa ni michache ya REA. Tunahusisha pia wadau wa sekta binafsi kupanua wigo na kuhakikisha pale ambapo tumejipanga kufikia 2030 kwa mpango wa matumizi bora ya nishati na 2034 kwa mpango wa matumizi ya nishati ya safi ya kupikia, tunafikia malengo ambayo tumejipangia. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia line 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.